Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imejipanga katika kuhakikisha inaweka mazingira mazuri na wezeshi kwa wazee kwa kuwajengea makazi mazuri na salama ya kuishi ili kuondokana na changamoto za makazi. Hayo yameelezwa na makamu wa pili wa Rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah mara baada ya kukagua mradi wa ujenzi wa nyumba za wazee Welezo, ikiwa ni mwendelezo wa ziara yake ya kukagua miradi ya maendeleo inayojengwa katika mkoa wa Mjini Magharibi. Ujenzi huu ambao tumekuja kukagua ni ishara ya maendeleo na msisitizo wa Daktari Hussein Mwinyi kutaka kuhakikisha kwamba wanafunzi wanasoma katika mazingira mazuri, lakini na walimu wanafanya kazi katika mazingira mazuri kwa lengo la kupata mafanikio endelevu ya sekta hii ya elimu, tukiamini kwamba sekta ya elimu ndio injini ya kutengeneza wataalamu nchini. Nichukue nafasi hii kwa dhati kabisa kuwashukuru sana walimu katika ngazi zote kwa kazi nzuri ambao wanaendelea kuifanya na kuleta heshima kubwa Zanzibar. Kwa hiyo vijana, mnayo nafasi kubwa ya kujiendeleza ili mfanye vizuri, hakuna shida. Nyinyi someni. Tumeimarisha bodi ya mikopo, tumeweka fedha zaidi kila mwaka, bajeti tunaongeza pale ili wanafunzi wote waweze kusoma. Ukimaliza form 6 umepata 1, umepata 2, wewe huna haja mzazi wako kutoa fedha. Serikali tutagharamia. Ujenzi huu kikamilika siku chache zijazo, basi mazingira ya Welezo yatapendeza, lakini na wazee wetu watapata nafasi nzuri ya kuishi pahala penye hali na hadhi inayostahiki kwa mujibu wa maelekezo na utaratibu ambao ametuelekeza Daktari Hussein Ali Mwinyi. Katika kipindi hichi cha ujenzi, naamini changamoto za hapa na pale kama binadamu zitakuwepo, lakini hichi ni kipindi kifupi tu. Tunaambiwa baada ya dhiki ni faraja. Kwa hiyo inshallah tustahimili. Naamini mkandarasi wetu wamefikia 52% na tunawahimiza waendelee na spidi, na naamini watamaliza kwa muda tuliokubaliana. Hakuna matatizo, kila kitu kitaenda vizuri na wananchi wa maeneo haya na wazee wetu wataendelea kunufaika na mradi huu. Wazee hawa lazima tuendelee kuwaenzi kama ambavyo Mheshimiwa Rais anaendelea kuwaenzi, na hii ni sehemu ya kuwaenzi wazee katika nchi yetu hii ya Zanzibar. Ni jambo jema kwa sababu wazee ndio kila kitu, na sisi sote tunawategemea wazee, na sisi ni wazee watarajiwa Sasa hivi ni wazee, lakini tukifika kama huko na sisi tunahitaji kuangaliwa vizuri zaidi. Naye Waziri wa Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto Zanzibar, Mheshimiwa Anna Atanas Paul amesema ni jambo la faraja kuona kuwa Mheshimiwa Rais Dr. Mwinyi anawajali na kuwazingatia wazee kwa kuwawekea mazingira mazuri ya kuishi, kuwalipa pensheni na kuendelea kupatiwa huduma za matibabu bure. Penda na kuwazingatia wazee wetu. Uzee na kuzeeka haukwepeki. Wao walikuwa kama sisi na sisi tutakuwa kama wao. Kwa hivyo Dr. Hussein Ali Mwinyi anawajali sana wazee wetu. Kwanza anawalipa pensheni, lakini pia anajali wakae kwenye mazingira yaliyokuwa bora na mazingira yaliyokuwa salama kama haya. Kwa upande wake, mhandisi Anna Francis kutoka kampuni ya Salim Construction Limited ambao ndio wajenzi wa mradi huu amesema jengo hilo linalotarajiwa kukamilika mwezi Septemba mwaka huu litagharimu zaidi ya shilingi za Kitanzania bilioni 5, ambalo litakuwa na uwezo wa kuchukua watu wapatao 112 kwa wastani wa watu 4 kwa kila chumba. Ujenzi huu unajumuisha vyumba vya kulala 28 pamoja na vyoo 32, kantini 1, sehemu ya kufulia, vyumba vya uguzi, ofisi na chumba cha mikutano na vya watu wenye mahitaji maalum. Ujenzi huu unafanywa na kampuni ya Salim Construction, ni kampuni zawa, pamoja na unasimamiwa na mhandisi mshauri ambaye ni Akiz Africa, na gharama za mradi mpaka sasa, gharama zote za mradi ni bilioni 5 na milioni 658, lakini mpaka sasa amelipwa bilioni 1.3 ambao sawa na 28% ya pesa zote. Na hizi ni ripoti za ASAM Online TV. Jina langu ni Madina Omar.